Na mtu mmoja amefariki huku zaidi ya watu 10 wakijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali mbalimbali kufuatia mapigano yaliyozuka tena katika eneo la Nyangenkwenye, mpaka wa Kisii na Transmara. Na maafisa wa kupambana na ghasia walirusha gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya vijana waliokuwa wakikabiliana eneo hilo. Na Crispin Otieno alishuhudia patashika hiyo na hii hapa taarifa yake. Ndiyo hali ilivyokuwa katika eneo hili la mpaka wa Mapashi na Nyangenke lililoko kwenye mpaka wa Kisii na Transmara. Makabiliano kati ya jamii mbili ya kichacha. Shamba hili la mahindi na miwa likigeuka uwanja wa vita. Mamia ya vijana waliojihami kwa mishale na mapanga wakikabiliana vilivyo. Maafisa wa kitengo cha Rapid Deployment Unit wakifika hapa kujaribu kutuliza hali, ila hali ikawa si hali. Eneo hili likawa uwanja wa vita, milio ya risasi nayo ikiteka anga. Kwa takriban zaidi ya saa 5 sasa kumekuwa na makabiliano makali katika uwanja huu. Maafisa wa GSU wakilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya pande zote mbili. Upande wa Masai wakielekezwa upande ule mwingine, upande wa Kisii wakielekezwa upande huu wa kulia. Hali bado ni tete. Wito unazidi kutolewa kwa viongozi mbalimbali kuhakikisha kwamba wameingilia kati swala hili ili kutuliza uhasama. Siku hii ya Jumamosi, makabiliano yamekuwa kwa awamu, mwendo wa saa 7 na kisha kuzuka upya saa 10 jioni. Hali hiyo sasa ikiwalazimu wanaoishi mpakani kuhamia usalama. Saa hizi tu in the late afternoon ndio tumeanza kuona vijana wameanza kuleta tension, lakini tunatarajia kwa sababu security officers wako hapa, sasa hivi watatawanishwa. Hata chanzo hata sisi tunashindwa kitu tunafikania. Hakuna kitu tunafikania na hao ng'ombe ilivyo huko mbali hapa Kuito. Sasa tunashindwa kitu tunafikania na hao. Sasa usiku wanakuja wao, wanaanza kumulika matoji, sasa tunahama kwa manyumba ya wengine wako mbali na ramani. Ni tukio ambalo limeacha wengi na majeraha. Hadi sasa zaidi ya watu 10 wakiendelea kupokea matibabu ya dharura katika hospitali za Kisii na Transmara. Idadi isiyojulikana ya mashamba pia ikichomwa. Upande wote wameenda hasara. Ng'ombe miwa imechomwa, watoto wanastahili kurudi shule. Ng'ombe imepatikana na vita isimamishwe. Upande zote mbili tulikubaliana. Maeneo ya Nyangenke, Nyabitunwa, Kiango, Mapashi na Shankoe yakiwa baadhi ya sehemu zilizoathirika na vita hivyo. Crispin Otieno, runinga ya Citizen katika mpaka wa Transmara na Kisii.